Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mheshimiwa Adolf Mkenda, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia. Naibu Katibu Mkuu Sayansi Profesa Daniel Mushi, Management ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Waandishi wa habari, karibuni sana Idara ya Habari Maelezo. Kwa niaba ya Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Paul Makonda, Katibu Mkuu Wizara ya Habari na msemaji mkuu wa serikali ndugu Gerson Msigwa, tunawakaribisha sana. Sasa tunaendelea na mikutano ambapo mawaziri wanafanya mawasilisho ya taarifa kwa umma kuhusu utekelezaji wa ahadi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ndani ya siku 100 za serikali ya awamu ya 6 kwa muhula wa pili. Mheshimiwa, karibu sana kwa wasilisho. Jamani, habari ya saizi. Nashukuru sana kwa ukaribisho. Nafurahi kuwa tena hapa mwezi wa 12, nadhani tulikuwa kwenye idara hii Dar es Salaam kuelezea utekelezaji wa sera mpya ya elimu na mafunzo na mitaala yake mipya. Leo tuko hapa kueleza yale ambayo yamefanyika katika sekta ya elimu kulingana na ahadi alizotoa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Aliahidi vitu ambavyo vitatekelezwa ndani ya siku 100 tangu aape kwenye muhula wake wa pili wa awamu ya 6. Na mambo ni mengi, muda ni mfupi. Kuna ahadi 3 katika sekta yetu alizitoa wakati anafungua kampeni pale Kawe. Na kuna baadhi ya mambo mengine Mheshimiwa Rais aliyazungumzia wakati anahutubia bunge, ambapo kwa kweli ni ahadi vile vile alizozitoa kwa Tanzania. Na yote hayo nitajaribu kuyagusia na kuonyesha ni vipi yametekelezwa katika kipindi hiki. Ahadi ya kwanza kabisa wakati wa kampeni ambayo wote mnaifahamu na imeshazungumziwa ni ile ahadi yake kwamba ndani ya siku 100 serikali anayoiongoza itaajiri walimu 7,000 wa sayansi na hisabati. Waziri wa Utumishi Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete ameshazungumza na amelieleza hili. Nadhani na wenzetu wa TAMISEMI watalieleza vizuri zaidi, lakini si vibaya nieleze kwamba katika hao walimu 7,000 mpaka sasa hivi washaajiriwa walimu 6,044, na rais wetu alilizungumza hili wakati anazindua mpango mkakati wa kisayansi wa kuimarisha umahiri katika KKK. Hawa waliobaki watakuwa wameshaajiriwa na kupangiwa vituo kabla hizi siku 100 hazijaisha. Kwa hiyo kwenye hili tunaenda vizuri na limeshasemewa na wenzangu wa utumishi. Ahadi ya pili ambayo rais wetu alitoa ni ile ya kwamba serikali yake itaandaa mkakati wa kisayansi ili kuhakikisha kwamba mtoto yote atakapofika darasa la 3 atakuwa na umahiri unaokubalika kimataifa wa kusoma, kuandika na kuhesabu, yani KKK. Kwa serikali ahadi ilikuwa ni kuwa na mpango mkakati kwa ajili ya kuimarisha umahiri wa watoto kuweza kusoma, kuandika na kuhesabu ikifika katika ndani ya hizi siku 100. Wote mnafahamu kwamba tarehe 29 Januari mwaka huu rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua mpango huo mkakati. Na maelezo mengi yalitolewa, nitajaribu kueleza kwa kifupi. Kisayansi inafahamika kwamba mtoto ukitaka kumwezesha kuwa na msingi mzuri sana wa uelewa, ni muhimu sana kuhakikisha kwamba ndani ya miaka 8 ya kwanza unamjengea msingi imara ya kusoma, kuandika na kuhesabu. Ni kama vile zege, wakati huo unaweza kaliumba unavyotaka. Baada ya miaka 8 zege linaanza kukauka. Inakuwa ni vigumu sana kuweka uelewa ule ambao tunautaka.
Rais wetu alivyotoa ahadi hii alikuwa anamaanisha kwamba katika nchi yetu sasa tuhakikishe kwamba ndani ya miaka 8 ya watoto wetu wao wameshakuwa na msingi mzuri ili uweze kuwasaidia katika kusoma. Mnafahamu kwamba sisi watoto wanaanza shule elimu ya awali wakiwa na miaka 5. Wanaanza darasa la kwanza wakiwa na miaka 6. La pili miaka 7. Kwa kiingia darasa la 3 miaka 8. Kwa hiyo mkakati huu umelenga elimu ya awali, darasa la kwanza na darasa la pili, ili wakiingia darasa la 3 tayari wameshakuwa na mafanikio makubwa katika swala hili. Kwa wengi ambao wamefuatilia, mpango huu unajumuisha mambo kadhaa, lakini nitataja mambo 5 muhimu. La kwanza ni mbinu za kufundisha. Mliona namna ya kufundisha, hasa elimu ya awali. Unafundisha watoto wanajisikia kama wanacheza, kwa wanakuwa wanaelewa, wanaona kwamba ni kitu cha burudani, cha kufurahia, lakini wakati huo huo wanajifunza. La pili ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na mafunzo endelevu ya walimu ya namna ya kufundisha kwa namna hiyo. 3 ni nyenzo za kufundishia. Na mliona kuna nyenzo za kufundishia ambazo zinatengenezwa kwa vitu vinavyopatikana mahali popote hapa Tanzania. Kwa ni vitu ambavyo vinaweza kutengenezwa na walimu na wadau na wanafunzi kwa ajili ya kufundisha hisabati, kufundisha kusoma na kuandika na kadhalika. Kwa hilo nalo ni muhimu. La 4 ni kufanya tathmini. Na maana ya sayansi katika swala hili, pamoja na kwamba ni ukweli wa kisayansi kwamba mtoto lazima uhakikishe kwamba uelewa wake umekuwa vya kutosha akifikisha miaka 8, vile vile ni kuhakikisha kwamba kunafanyika tathmini ya mara kwa mara kuangalia mikakati hii inakuwa na impact kubwa kiasi gani. Na mwisho ni kushirikisha wazazi na walezi katika mkakati huu. Kuhakikisha kwamba mtoto anaenda shuleni anasoma, akirudi nyumbani wazazi wanajua, wanaweza kufuatilia. Mkakati huu ambao rais wetu aliuzindua utakuwa unafanya kazi kwa miaka 5. Na kila mwaka tutakuwa tunafanya tathmini, na sisi tulimwahidi na alisema anataka apate taarifa nini kinaendelea. Haya ni mabadiliko makubwa sana jinsi kwa namna ambavyo tutakuwa tunafundisha elimu ya awali, darasa la kwanza, darasa la pili. Na imani yetu ni kwamba watoto wakiingia darasa la 3 watakuwa wanafanya vizuri zaidi kuliko sasa hivi katika masomo yao, kwa sababu watakuwa na msingi mzuri katika kusoma, kuandika na kuhesabu. Na mpango mkakati huu kwa kweli umevutia wadau wengi. Wameufurahia, na waliokuwepo siku ile rais anauzindua walifurahia sana. Kwa mfano UNICEF tayari wamesema wako tayari kutoa shilingi bilioni 2 kwa ajili ya kusaidia mafunzo ya walimu. Inaonekana ni mpango mzuri wa miaka 5, umeshazinduliwa, ahadi ilitolewa, imetekelezwa. Ahadi ilikuwa ni kuwa na mpango mkakati wa kisayansi. Tayari ndani ya siku 100 mpango mkakati wa kisayansi upo, na ukiona mpaka wadau kama UNICEF wanaukubali na wanaona kwamba ni muhimu waje usapoti, ni kwamba ahadi imetolewa na imetekelezwa. Kazi kubwa sasa ipo sisi kwenye sekta yetu, sisi na wenzetu ustawi wa jamii na TAMISEMI kusimamia utekelezaji wa mkakati huo kwa miaka hii 5, na tunaamini kwamba Watanzania wote wataona matokeo yake vizuri. Ahadi ya pili ambayo ilitolewa na rais wetu, ahadi ya 3 ni mpango wa pamoja kati ya waajiri, vyuo vya ufundi stadi yani VETA na vingine pamoja na vyuo vikuu kwa lengo la kulinganisha mafunzo na mahitaji ya sekta za kipaumbele kama nishati, tehama na viwanda vya kuongeza thamani na maeneo kama hayo, na kuwafanya wanafunzi wa VETA na vyuo vingine wanapotoka madarasani waweze kuchukuliwa viwandani na maeneo ya kazi ili waweze kufanya mazoezi na wawe tayari zaidi kuingia katika soko la ajira. Kwa hiyo ahadi ni kuwa na huo mpango wa pamoja. Ningependa kutoa taarifa kwamba mpango wa pamoja kati ya waajiri, vyuo vya ufundi yani VETA na vyuo vingine pamoja na wadau wengine tayari umekamilika. Wizara kwa kushirikiana na wadau kutoka sekta za umma na sekta binafsi imeandaa mfumo wa kiunzi yani framework. Kiunzi hiki kitazinduliwa tarehe 9 mwezi Februari mwaka huu, na tunawalika wote. Tayari tunajua kuna mwitikio mkubwa sana wa wadau hawa kuja. Nadhani shughuli itafanyika Mlimani City. Utakuwa ni ukumbi utakuwa umejaa, umesheheni sana. Tutazindua kiunzi hiki yani framework hii kwa ajili ya utekelezaji. Katika harakati za kuandaa kiunzi hiki,
kutekeleza yale ambayo rais wetu alikuwa ameahidi. Kazi mbalimbali zimefanyika. Kwa mfano, kwa kutumia mradi wa Higher Education for Economic Transformation hapa nchini, tumeunda Industrial Advisory Committees 33, yani kamati za ushauri wa masuala ya kazi viwanda, kati ya vyuo vikuu na vyuo vya elimu ya juu na maeneo ya uzalishaji kama viwanda. Tayari tuna kamati 33 na tumesaini hati za makubaliano MOU 255 kwa vyuo vya elimu ya juu, vyuo vikuu, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunajenga muunganiko mzuri kama alivyoahidi rais wetu kati ya elimu na taaluma tunayotoa darasani na maeneo ya kazi. Kwa hiyo kiunzi tunachoenda kukizindua hakiji kutoka hewani. Tunazo hati za makubaliano MOU 255, na ndio maana mialiko yetu yote tulioipeleka kwa wadau, uitikio umekuwa mkubwa na ukumbi ni mkubwa. Mtaona kwamba utakuwa umejaa sana na mtapata taarifa nzuri zaidi kuhusu jambo hili. Kwa hii ni kwa ajili ya elimu ya juu. Lakini vile vile kwa upande wa VETA wanazo advisory committee 6 na wamegawa masuala ya kuunganisha mafunzo ya VETA na shughuli za uzalishaji kama ifuatavyo. Wao wanaita clusters. Kuna cluster ya kilimo, cluster ya uchukuzi na viwanda, cluster ya michezo na sanaa, cluster ya uchumi wa buluu na madini, cluster ya utalii, tehama na huduma za biashara, na cluster ya ujenzi na makazi. Tayari mamlaka ya VETA, hii inayosimamia vyuo vya serikali vya elimu ya ufundi na ufundi stadi, imesha saini hati za makubaliano 50. Na hili nilifafanue kidogo. Kwa mfano, sisi baada ya kuona maelekezo ya rais wetu, VETA wameelekezwa waangalie viwanda vinavyozalisha vizuri. Vingine vinazalisha suti. Kuna Tanzania watengeneza suti nzuri sana kama hii. Nadhani wale wanaofanya hivyo tumewaagiza VETA watekeleze maagizo ya rais kwa kusaini hata makubaliano na wazalishaji hao, ili wanafunzi wa VETA wajifunze kwenye vyuo na wajifunze viwandani, na viwanda vijaribu kuleta ujuzi huo kwa wanafunzi hao. Kadhalika tunafanya hivyo kwa seremala. Tumeweza kusaini MOU vile vile na kampuni hii inayotengeneza madirisha ya Aluminium Emirates, kwa ajili ya wanafunzi wetu wanapojifunza kwenye vyuo vya VETA, wanafundishwa na kampuni hii vile vile, wanaenda kufanya practice wakati wanafunga madirisha kwenye nyumba, ili wanafunzi wakimaliza wanakuwa tayari na uelewa. Kwa hiyo narudia tena, hii framework kiunzi ambacho kitazinduliwa tarehe 9 mwezi wa pili hakikujengwa kutokea hewani. Kimejengwa kutokana na juhudi kubwa ambayo imekuwa ikifanyika tangu rais wetu atoe ahadi hii, kuhakikisha kwamba tayari tuna makubaliano. Na ndio maana narudia kusema, mtaona mwitikio wa wadau ambao wanakuja ni wengi kweli kweli. Kadhalika tuna swala hili la NACTIVATE kwa ujumla, kwa sababu VETA ni mamlaka inayosimamia vyuo vya ufundi na ufundi stadi vya serikali. Lakini tuna mamlaka inayosimamia vyuo vyote vya ufundi na ufundi stadi, mamlaka inaitwa NACTIVATE. Yenyewe imegawa maeneo yao katika sehemu 3 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunajenga muunganiko kati ya uzalishaji na ufundishaji darasani. Kwanza, biashara, utalii na mipango imewekwa katika kundi moja. Pili, afya na sayansi shirikishi upande mwingine, na mwisho sayansi na teknolojia zinazoendana na sayansi hizo katika maeneo mengine. Kwa NACTIVATE na wenyewe wanahimiza vyuo vingine vyote, hata vile ambavyo sio vya serikali, vihakikisha kwamba kweli vinaweka mikataba na makubaliano na maeneo ya uzalishaji, ili wanafunzi wanaposoma darasani waweze kuhakikisha kwamba wanapata fursa ya kujifunza kwa vitendo kupitia makampuni mbalimbali yanayozalisha. Kwa kiunzi hiki kitatuelekeza namna ya kutekeleza vizuri sana, kwa sababu NACTIVATE tayari wameshapanga hivi, tunajua tutakwenda vizuri. Lakini tuna mradi wa E-Strip hapa kwenye sekta yetu wizarani, na kuna baadhi ya vyuo tayari vimeanza kwa maelekezo kutekeleza makubaliano hayo ambayo rais wetu ameelekeza, ilikuwa ni ahadi yake. Kwa mfano, chuo chetu cha Dar es Salaam Institute of Technology kina Center of Excellence in ICT. Tayari kina Industrial Advisory Committee ambayo inaunganisha sekta ya huduma za ICT na shughuli za ufundishaji. Arusha Technical College ina vile vile na center ya inaitwa Renewable Energy, nishati jadidifu. Tayari wameshakubaliana na wadau kiasi kwamba kinachofundishwa darasani kinahakikisha kwamba kinaenda kufanywa kazi kwenye viwanda. Tuna Center of Excellence for Leather
shughuli za ngozi pale Mwanza, na vile vile NIT, masuala ya anga ya kurusha ndege tayari tumeshaanza kutekeleza. Kwa hiyo nataka kurudia kwamba katika hizi ahadi ambazo rais wetu amezitoa, tayari kazi imeshafanyika ndani ya sekta kuhakikisha kwamba tunaingia makubaliano, tunajifunza yale makubaliano yanaendaje, tunajaribu utekelezaji, na baada ya kujifunza kimetengenezwa kiunzi, framework ambayo itazidi kutuguide kuhakikisha kwamba ahadi ya rais wetu inatekelezwa. Sasa ahadi ilikuwa kuwa na huo mpango mkakati ndani ya siku 100. Sasa sisi tumeshafika mahali pa kuwa na hati za makubaliano na wazalishaji. Tumejaribu kutekeleza, kuona inaendaje, na kwa pamoja tumeshirikiana kuwa na hiyo framework ambayo tunaenda kuizindua tarehe 9. Iliahidiwa, imetekelezwa, hata siku 100 hazijesha. Zaidi ya hapo, rais wetu alivyokuwa bungeni alizungumzia masuala mbalimbali kwenye sekta yetu, na hotuba yake ile, yale aliyoahidi wananchi ni ahadi yake kwenye sekta, wajibu wetu ni kutekeleza. Nitasoma baadhi ya yale ambayo aliyasema akiwa bungeni na kueleza jinsi ambavyo tutatekeleza. Alisema, na haya ni maneno yake mwenyewe, kwa upande wa elimu, katika miaka 5 ijayo tunaanza utekelezaji kamili wa maboresho ya sera ya elimu inayosisitiza elimu ujuzi. Tutaendelea kuweka mkazo zaidi kwenye masomo ya sayansi na hisabati, yani STEM. Azma yetu ni kuongeza wanasayansi wabobezi katika eneo la sayansi ya data, akili unde, sayansi ya kompyuta na teknolojia za viwanda. Tutatumia mfuko wa Samia Scholarship kusomesha wanasayansi hawa ndani na nje ya nchi. Jambo hili litakwenda sambamba na kukamilisha shule maalum za sekondari za wasichana za sayansi na zile za vipaji za wavulana katika kila mkoa, ili kuhakikisha mitaala na syllabus zetu zinatekelezwa kikamilifu. Tutaunganisha kwa njia ya kidijiti shule za vijijini na mijini ili kubadilishana uzoefu na taarifa. Sasa hii ni moja rais wetu alizungumza pale bungeni. Maboresho ya elimu na utekelezaji wake nitaeleza mwishoni. Hebu twende kwenye hilo alilosema, tutajitahidi kuwekeza zaidi katika sayansi na teknolojia. Na alisisitiza zaidi katika eneo la sayansi na hisabati, lakini alizungumza swala la sayansi ya data, akili unde. Akili unde ni akili iliyoundwa. Hii akili tulionayo imeumbwa. Na sisi sasa hivi kwenye sayansi na teknolojia tunaunda akili, ndio inaitwa akili unde. Wengine walikuwa wanaita akili bandia au akili mnemba, lakini akili unde. Sayansi ya kompyuta na teknolojia za viwanda. Hili rais wetu aliahidi ndani ya bunge, na alisema ili kufikia azma hii tutasomesha vijana ndani na nje ya nchi katika masuala ya sayansi na hisabati katika maeneo hayo aliyoyataja. Tumefikia wapi? Hii ni ahadi alitoa bungeni. Hakuweka time frame. Tunajua hiyo ni katika miaka 5 ijayo. Sasa napenda kuwaambia hata siku 100 hazijesha. Tayari utekelezaji umeanza katika maeneo yafuatayo. Katika ile azma yake ya kuwapeleka Watanzania kwenda kusoma nje katika masuala ya sayansi na hisabati na teknolojia kwa ujumla, hasa data science, artificial intelligence and allied sciences, utekelezaji wake mpaka sasa hivi ni kama ifuatavyo, na wengine mnajua kwa sababu jana tulikuwa wote Dar es Salaam. Tayari vijana 16 waliofanya vizuri zaidi katika mitihani yao ya kidato cha 6, ambapo matokeo yalitoka mwaka jana mwezi wa 7 tarehe 7. Yalitangazwa na Baraza la Mitihani la Tanzania. Vijana 16 kati ya wale 50 waliofanya vizuri sana wanaondoka kwenda Afrika Kusini, chuo kikuu cha Johannesburg, kwenda kusomea degree ya kwanza, shahada ya kwanza katika masuala ya data science, akili unde na sayansi za namna hiyo. Tuliwaga jana. Nadhani wanaondoka kesho kwenda Johannesburg. Siku 100 hazijesha. Utekelezaji umeshafanyika. Kwa nini wanapelekwa Johannesburg? Wanapelekwa Johannesburg kwa sababu hiki chuo kina utamaduni mzuri sana wa kufundisha kwanza vizuri sana masomo ya science na engineering na data science, kati ya vyuo bora sana Afrika na katika vyuo vinavyotambulika vizuri sana duniani, lakini vina muunganiko mkubwa sana kati ya taaluma inayotolewa madarasani na shughuli zinazofanywa kwenye makampuni ya teknolojia. Kwa vijana 16 wa Tanzania waliomaliza kidato cha 6
ambao wanaenda kusoma Afrika Kusini, chuo kikuu cha Johannesburg, ambao wamechaguliwa kwa kufanya vizuri tu darasani kwenye tahasusi za science ambazo zina advanced mathematics. Watakapokuwa wanasoma kule, si tu kwamba watapata elimu iliyo bora, watakuwa wanapata fursa ya kufanya kazi na kujifunza kwenye makampuni ya teknolojia yaliyoko pale Johannesburg. Katika wanafunzi 16 ni kati ya wanafunzi 50 ambao rais wetu alishaagiza wakati anatoa ahadi. Wakati rais wetu anatoaga ahadi, kuna mambo mengi tayari ameshasema yaanze kufanywa kazi, kwa sababu ahadi zake hazitoi bila kuwa na nia ya kutekeleza. Alishatoa maelekezo kwamba tuanze kujiandaa kupeleka vijana nje kwenda kusoma haya maeneo ya teknolojia ambayo yanaenda kwa kasi sana duniani. Sasa hivi utashangaa ukitumia artificial intelligence. Sasa hivi unaweza ukachukua kompyuta tu ukaweka, mkaongea, ikatafsiri, nikakaa sehemu nyingine nikasoma mnachoongea. Si mnafahamu hilo? Inaweza kumchukua Profesa Mushi hapa kwa picha yake, alafu ikamfanya anacheza mziki, anacheza bolingo au kwaito, au mimi nikaonekana nacheza kwaito na wakati siwezi kabisa kucheza kwaito. Kwa akiliunde ina mambo hayo, lakini ni muhimu sana katika masuala ya uzalishaji ya kilimo, masuala ya afya, masuala ya ulinzi na usalama, na dunia inaenda kwa kasi sana. Hivi karibuni huenda tukashangazwa jinsi ambavyo baadhi ya kazi zitakuwa hazina umuhimu na kazi mpya zitaibuka zinazohitaji utaalamu katika matumizi ya akiliunde. Kwa hiyo rais wetu alikuwa ashaagiza kwamba tuweke kwenye budget fedha za kuwapeleka vijana nje. Kwa hiyo wakati anatoa ahadi hii bungeni, alitoa ahadi kwa sababu alishatuagiza sisi, maelekezo kwetu, ahadi kwa Tanzania. Kwa hiyo tulishaweka vijana 50 kwenye kitu tulichokiita boot camp, kambi ya mafunzo. Waliofanya vizuri sana katika masomo ya sayansi katika mtihani wa kidato cha 6 walichukuliwa na wazazi wao wakaambiwa kama wako tayari vijana hao waende kusoma nje. Wamesaini hati za makubaliano. Tuliwaweka pale Nelson Mandela African Institute of Science and Technology. Ni chuo kikuu kilichoko Tanzania pale Arusha, ambacho kinafundisha level ya masters na PhD tu. Hamna undergraduate students, lakini facilities zake ni nzuri sana. Kwa hiyo tukawachukua wale vijana wakae pale wapate mafunzo. Wengine wamemaliza form 6 hajatumia kompyuta, ukiwapeleka nje watakuwa na kazi kubwa, wanapata access to computer, wanafundishwa pale introduction, wanafundishwa baadhi ya maadili ya kuishi nje ya nchi na nidhamu ambayo unahitaji kufanya kule. Hawa wanafunzi 50, wengine 16, hao 16 ndio wameondoka kwenda Johannesburg. 34 bado wako pale Nelson Mandela. Wale mwaka huu wanaenda kupelekwa Ireland kwenye chuo kinachoitwa Limerick kwenda kufanya degree ya kwanza katika hayo mambo ambayo rais wetu pale bungeni aliwaahidi wa Tanzania, kupeleka kuwasomesha wa Tanzania ndani ya nchi na nje ya nchi katika masuala ya science, kuhakikisha kwamba hatuachwi nyuma. Hao nao wataenda pale Limerick kwa sababu pale Ireland ndiko kuliko na makao makuu ya makampuni ya teknolojia duniani yanataka kufanya kazi Ulaya. Kwa hiyo Google inataka kufanya kazi Ulaya. Ireland ni member wa European Union. Wale wameweka vivutio vya kikodi. Makao makuu ya Google Europe yako Ireland. Microsoft, makao makuu ya Microsoft Ulaya yako Ireland. Makampuni mengi makubwa ya teknolojia makao yao makuu yako Ireland. Na sisi tuliambiwa na wenzetu Ireland, bahati nzuri nilipata kuongea na waziri wao mmoja aitwa Richmond, alikuja hapa Tanzania akasema wanao kwenda kusoma pale Ireland, wakati wanasoma wanaunganishwa kufanya kazi kwenye makampuni haya. Utafanya kwenye Google, Microsoft, makampuni mengine yote, Amazon unayofahamu wewe. Wana practice wanachofundishwa darasani. Na baada ya pale wanaweza wakapewa visa ya miaka 2 kufanya kazi kwenye makampuni kupata uzoefu. Wakirudi wanakuwa ni wabobezi kweli kweli. Kwa hawa 34 tayari tumeshakamilisha taratibu, nadhani na ada yao italipwa na mwezi wa 3 huu wataondoka kwenda Ireland. Kwa hiyo ni ahadi ya rais wetu alitoa. Hii hakuiwekea time frame ndani ya siku 100, lakini ndani ya siku 116 kesho wanaondoka kwenda Johannesburg. Na hao 34 tayari confirmation ya admission kule Ireland tayari imeshakamilika. Kwa hiyo tunajua wataondoka, wataenda kusoma haya masuala kule. Zaidi ya hapo, scholarship zimetolewa. Na huu taratibu huu sisi tuliamua kuita Samia Scholarship Extended Data Science, Artificial Intelligence and Allied Sciences. Na watu wanauliza, kwa nini mnaita Samia bwana? Sema
ni sisi tumeita Samia, sisi ndio tumepewa maelekezo. Wizara ya Elimu, hakikisheni natenga fedha kuwapeleka watoto kwenda kusoma nje, na kupelekwa kwenda kusoma inaitwa scholarship. Scholarship zina majina. Sasa tuite scholarship ya Mushi. Alitoa maelekezo ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi tukaona kwa sababu yeye ndio kalianzisha, tulikuwa hatuna tena mambo ya scholarship hapa Tanzania, kwa heshima tuite Samia Scholarship. Kwa tumeita hivyo sisi wenyewe na tunafurahia kwa kweli. Katika huo mfumo huu wa Samia Scholarship, katika mambo ya data science, akiliunde na sayansi za namna hiyo, tunapeleka vijana 10 pale Nelson Mandela African Institute of Science and Technology kwa ajili ya kufanya masters. Tayari selection imeshafanyika, majina yameshapatikana, wanakwenda. Lakini tutapeleka wengine Indian Institute of Technology, wana kampasi yao iko Zanzibar, ni kati ya university bora sana duniani. Na kwa kweli nampongeza sana Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi kwa kufanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba wanakuwa na kampasi pale Zanzibar. Kawapa majengo na kila kitu. Alijua umuhimu wa kuwa na taasisi ya kimataifa hapa Tanzania. Na sisi tuliwaambia kama mnakuja Tanzania msije mkaanzisha curriculum yenu hapa. Hakikisha mnatumia ile ya kule ili seneti ile iendelee kulinda ubora wa hapa kama mnavyolinda kule. Kule India kupata nafasi ya kusoma Indian Institute of Technology ni swala la kufa na kupona. Watu wanapigania kufa na kupona. Si rahisi upate kuingia kule. Kwa sababu kampasi iko hapa na pale Zanzibar tayari wanaosoma nadhani wengi ni foreigners, sio wa Tanzania. Kwa sasa kupitia Samia Scholarship Extended Data Science, Artificial Intelligence and Allied Sciences, tutapeleka vijana 10 pale kwenda kusoma pale Zanzibar, kwa sababu wengi hawawezi kulipia, gharama yao ni kubwa sana. Na vile vile labda tuseme katika hilo swala kusomesha kwenye science, alivyosema rais wetu tayari, na narudia tena, ukimsikia rais anatoa ahadi, humu ndani alishatoa maelekezo. Sisi tunafanya naye kazi, tunajua. Ukisikia anatoa ahadi kwa Tanzania, huku sisi kisha tupa maelekezo. Tulikuwa tunatafuta watu wa nuclear physics, nuclear science hapa Tanzania. Ni wako wachache sana. Alikuwa makamu wa rais yule alikuwa Dr. Bilali. Ni moja kati watu waliosomea huko. Lakini sasa hivi tunaona kama anapungua. Kwa hiyo alishatupa maelekezo kwamba tengeni hela mkasomesha watu nje. Tayari watu 6 washapelekwa nje katika utaratibu wa Samia Scholarship Extended kwa ajili ya kwenda kusoma masuala ya sayansi ya nuclear. Kwa hiyo narudia tena kusema hilo, rais wetu wala hakuliwekea timeline wakati anazungumza bungeni. Mimi nafurahi kusema kwamba ndani ya siku 100 tushafikia hapo. Je, miaka 5 itakuwaje? Sasa haya ni maendelezo ya yale ambayo tangu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan achukue madaraka ya nchi yetu aliyawekea msisitizo. Moja, mapema sana, ukiacha mambo ya mikopo ya elimu ya juu ambayo nitazungumzia baadaye, alikuwa anasema baada ya majadiliano akasema kwa nini vijana sasa hivi wanaofanya vizuri sana shuleni hawapendi kusoma sayansi? Akasema basi hawa mwasomesheni. Serikali ichukue jukumu la kuwasomesha, tuwafanyie kama kivutio waje wasome. Na wale wakisomeshwa na serikali, wengine huku chini watagundua kwamba ukisoma sayansi unapunguza mzigo kwa wazazi wako, kwa sababu utasomeshwa na serikali mradi ufanye vizuri sana. Kwa hiyo tulianzishaga utaratibu ambao ndio tulianza kuita Samia Scholarship wakati ule, kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wanaomaliza kidato cha 6 wenye tahasusi, yani combinations za sayansi, waliofanya vizuri zaidi kuliko wenzao, na tunawapima kwa maksi tu, ulifanyaje, hakuna kigezo kingine. Wale wote wanasomeshwa na serikali 100% endapo tu wanaingia vyuo vikuu na kwenda kusoma ama tehama ama hisabati, sayansi asilia, uhandisi ama elimu tiba. Tayari vijana 3137 walishanufaika na utaratibu huu, na utaendelea kutumika mwaka. Wakati anatoa ahadi zake pale bungeni, Mheshimiwa Rais alishaanza kutekeleza kabla ya hapo. Na kama mnavyofahamu na kama alivyosema pale, tayari kwa maelekezo yake kila mkoa wa Tanzania umeshajengewa sekondari ya sayansi ya wasichana. Na hiyo ahadi aliyosema sekondari za vipaji maalum kwa wavulana tayari 5 zimeshajengwa katika baadhi ya mikoa hapa Tanzania, na ujenzi unaendelea. Na hili nilisema, ndugu zangu, ni swala muhimu sana, kwa sababu wakati mwingine tunasahau kwamba chimbuko la maendeleo duniani ni sayansi na teknolojia. Ni sayansi na teknolojia.
bila kuwekeza kwenye sayansi na teknolojia ni vigumu sana. Fikiria sasa tuna madini, tunahitaji mwekezaji kwa sababu ya teknolojia ya kuja kuyachimba yale madini. Kwa kumbe kuendelea kuwekeza kwenye sayansi na teknolojia, hasa hizi sayansi na teknolojia mpya, kutatusaidia sana kwenda mbali, na hili jukumu la kuhakikisha kwamba vijana wanasomeshwa na serikali katika masomo ya sayansi ni kitu kimoja kikubwa na muhimu sana. Jambo jingine ambalo rais wetu alizungumza pale bungeni ilikuwa ni kwamba tutaongeza mikopo ya elimu ya juu. Na ukumbuke kwamba pamoja na mikopo ya elimu ya juu, rais wetu alishaagiza tutoe mikopo kwa wanafunzi wanaofanya diploma, na tumeendelea kuitoa. Tulianza na yale maeneo ambayo kila serikali ikitangaza kazi huwa hatupati wataalamu wa kuajiri. Kwa wale sasa hivi wanafundishwa, na hii ikawa kama kivutio kwa vyuo kuanzisha zile kozi tupate wataalamu. Sasa wakati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anachukua uongozi wa nchi, mikopo ya elimu ya juu ilikuwa ni shilingi bilioni 464. Mikopo ya elimu ya juu ilikuwa ni shilingi bilioni 464, na ilikuwa inacheza hapo kwa muda. Aliapishwa nadhani mwezi wa 3 kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aliagiza, wakati huo tuko bungeni, waziri wa fedha anakuja ambaye ni waziri wetu mkuu sasa hivi. Alisema nimeelekezwa na rais tuongeze mikopo ya elimu ya juu. Na ile napenda nilisema ili wanafunzi wa vyuo vikuu walielewe hili. Hata kama bado kuna changamoto, tuangalie mwelekeo wa rais wetu. Ameapishwa mwezi wa 3. Mimi nafikiria unapoapishwa kama rais, mambo mangapi unabidi uyafanye kazi. Lakini alikumbuka elimu ya juu. Alituambia Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba wakati wa waziri wa fedha kwamba ameagizwa na rais aongeze mikopo ya elimu ya juu ikafika bilioni 570. Sasa hivi leo maoteo ya mikopo ya elimu ya juu, maoteo tulionayo ni trilioni 1.2. Ni zaidi ya mara 2 ya kile ambacho rais wetu alikuta. Kwa hiyo wakati anazungumza pale bungeni, tutaongeza huku, tayari utekelezaji unafanyika kwa sababu serikali inafanya kazi. Wakati tunaongea na umma kitu ambacho kimechakatwa. Tayari kilikuwa kishafanywa uchakataji na rais wetu hapo aliposema tumefikia huko. Labda jambo jingine nilisema ambazo rais wetu alisema niwaeleze ambalo utekelezaji wake umefanyika. Alisema yafuatayo katika hotuba yake bungeni. Hapa na nukuu maneno yake mwenyewe. Maneno ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Alisema, tunapotekeleza maendeleo jumuishi, tutatekeleza jitihada tulizozianza na kuweka miundombinu na vifaa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, pamoja na kuendeleza fursa muhimu za kuwasomesha na kujiendeleza watoto wenye magonjwa adimu, yani rare diseases, wanaosomea majumbani. Mwisho wa kunukuu. Hilo alisema bungeni tarehe 14 Novemba. Hata siku 100 hazijesha, kwa sababu aliahidi kule wakati ashatoa maelekezo huku. Tayari wizara imenunua na kusambaza. Mtaona mfano wa huyu anasomea nyumbani. Kwa sasa hivi hapa Tanzania utafundishwa, kama huwezi kabisa kwenda shuleni, utafuatwa nyumbani kufundishwa. Ukiwa na changamoto ngumu sana, utapelekwa shule maalum, Lukuledi kule Mtwara, Patandi, Arusha, na tunamalizia kujenga shule nyingine kule Geita. Kwa hiyo ni mfano mmoja uliouona tu. Lakini kwa wale ambao wanaweza kuchanganyikana na wanafunzi wengine, maelekezo ni kwamba tujitahidi tusiwatenge. Wachanganyike na wanafunzi wengine, wajisikie sehemu ya jamii. Sasa tangu alivyotoa ahadi hii rais wetu, naomba niwaeleze kwamba wizara imenunua na kusambaza vifaa vya kidijiti na saidizi vyenye thamani ya shilingi bilioni 5.4 kwa ajili ya walimu wa shule za msingi na sekondari, wakufunzi na walimu tarajali wenye ulemavu katika vyuo vya walimu nchini, ili kurahisisha ujifunzaji na ufundishaji. Jumla ya wanufaika 1055 katika halmashauri zote 184 walinufaika na utaratibu huu. Baadhi ya vifaa tulivyonunua ni pamoja na kompyuta mpakato 688, Braille Note Touch Plus 19, Voice Recorder 377, tablets for sign languages kwa ajili ya wale wanaoongea kwa alama
196, Perkins Brailles 130, vifaa vya kusaidia kusikia 121, Everest D Braille Embosser. Yani kuna mashine ambayo kama wewe huwezi kuona na ni mwalimu, unataka kufundisha, una printer, una kama kompyuta yako, unaposhika vile vibonyezo vile vina nukta nundu. Kama ni A unajua labda ni nukta moja na kadhalika. Kwa unaweza kachapa kwa kutumia nukta nundu, alafu kiprint inatoa maandishi ya kawaida unawapa wanafunzi. Hivyo vyote tumefanya baada ya rais wetu kuhutubia bunge, pamoja na viti mwendo na vifaa vingine vyote ambavyo tumevitoa. Na huu ni muendelezo wa yale ambayo tulishaanza katika serikali ya awamu ya 6, na pengine nyinyi wenzetu waandishi wa habari mtakuwa mmeona kila mwaka huwa tunagawa vifaa vya kuwasaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum, na vitabu vyote vinavyochapishwa na serikali, vyote kuanzia elimu ya awali mpaka kidato cha 6. Kila kitabu tunatoa vile vile nakala ya vitabu kwa wale wenye mahitaji maalum. Kwa mfano, wenye uoni hafifu, wengine wanatengenezwa vitabu vyenye maandishi makubwa. Utaona kitabu chenyewe ni kikubwa zaidi ili aweze kuona, lakini wale ambao hawaoni kabisa vimetengenezwa vitabu vya nukta nundu, lakini naambiwa tu tunavita Braille kwa heshima yule aliyogundua, ili mtu anaweza kasoma kwa mkono hata kama haoni kilichoandikwa hapa. Vitabu vyote vya hisabati, kila vitabu ambavyo tayari tunavyo shuleni vinatengenezwa na Taasisi ya Elimu Tanzania, tuna counterpart ya vitabu ambavyo vinasaidia wale wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo rais wetu alivyotoa ahadi hiyo, ametoa ahadi ambayo ukweli kwa kiasi kikubwa sana utekelezaji wake unaendelea. Na hii ya kutoa mikopo kama nilivyosema, kutoa mikopo mingi inaendana sambamba na upanuzi wa fursa za elimu. Ukiacha shule za msingi mpaka sekondari ambao nitaelezea katika mageuzi ya elimu, sasa hivi Tanzania tunajenga kampasi mpya 16 za vyuo vikuu katika maeneo ambayo hayajapata kuwa na kampasi ya chuo kikuu. Ukiacha kwamba mikoa yote Tanzania sasa hivi ina vituo vya chuo kikuu huria, lakini kampasi mikoa mingi ilikuwa haina. Leo kwa mfano tunaendelea na ujenzi wa kampasi ya chuo kikuu cha MUHAS cha Muhimbili pale Kigoma. Kule Kagera kampasi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam tulienda pale na makamu wa rais kuweka jiwe la msingi. Kule Lindi kampasi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam tulienda na waziri mkuu kuweka jiwe la msingi. Na kule Buyu Zanzibar kampasi ya taasisi ya sayansi za bahari, Institute of Marine Sciences, tulienda kule kuzindua yale majengo. Rais wetu alienda kuzindua kama sehemu ya sherehe za Mapinduzi. Lakini ukienda vile vile mikoa kama Tanga, chuo kikuu Mzumbe kinajenga kampasi kule. Ukienda Njombe, chuo kikuu UDOM kinajenga kampasi kule. Ukienda Tabora, chuo kikuu cha Mwalimu Nyerere cha kilimo na teknolojia kinajenga kampasi kule. Kwa jumla tunajenga kampasi 16. Na ndio maana vile vile rais wetu ameagiza tuongeze mikopo ya elimu ya juu, kwa sababu na fursa za kusoma zitakuwa zinaongezeka sambamba na hizi fursa ambazo tunazipata. Ujenzi huo unaendelea vizuri. Kampasi moja ambayo imeenda vizuri sana inapendeza ni ya pale Rukwa, ambayo rais wetu mwenyewe aliweka jiwe la msingi na tunajua yeye ndio mwenyewe atakuja kuizindua. Ukienda pale Butiama, chuo kikuu hiki kilichoanzishwa kwa heshima ya Mwalimu Nyerere, na ndio chuo kikuu cha Mwalimu Nyerere cha kilimo na teknolojia, kilikuwa kimejengwa lakini kilikuwa hakina wanafunzi kwa miaka 13. Kilikuwa kinasuasua. Tayari fedha zimepelekwa kule, ujenzi unaenda vizuri sana, tayari kinachukua wanafunzi, wanasoma, wanaendelea, na tunaamini muda sio mrefu sana tutapata fursa ya kiongozi wetu mkuu kwenda kukizindua chuo kile. Kwa hiyo ahadi hii inaendana na huko. Baadaye nitazungumza kuhusu mageuzi ya elimu kwa ujumla wake. Sasa jambo jingine ambalo rais wetu aliahidi kwamba kutakuwa na jitihada za kuunganisha kwa njia ya kidijitali shule za vijijini na mijini ili kubadilishana uzoefu na taarifa. Na katika kipindi hiki wizara kupitia Taasisi ya Elimu TET imefungamanisha mifumo ya teknolojia za elimu kwa kuunganisha mfumo wa Learning Management System LMS wa elimu ya sekondari, na mfumo huu mpaka sasa una watumiaji 101,371 na umeunganishwa na madarasa janja yaliyopo katika baadhi ya shule mikoa ya Dar es Salaam, Pwani na Dodoma.
shule ya sekondari ya Dr. Samia Suluhu Hassan na shule ya msingi Mtakuja Zanzibar, kwa lengo la kuongeza matumizi ya teknolojia katika ufundishaji na ujifunzaji. Hilo aliloahidi rais wetu, hapo ndipo tulipo katika utekelezaji, na jitihada za utekelezaji zitakuwa zinaendelea. Sasa katika ahadi nyingine aliyozungumza alivyokuwa pale bungeni, rais wetu aliahidi kwamba tutaendelea na utekelezaji wa sera hii ya elimu na mafunzo ambayo alizindua yeye mwenyewe mwaka jana, nadhani tarehe 1 Februari, kwamba tutaendelea na utekelezaji wake na mitaala mipya inayoendana na sera hiyo. Na ili ngoja nilizungumzie kidogo kwamba nini kinaendelea katika ile ahadi ambayo rais wetu alitoa na maana yake ni nini na tutarajie nini. Kama mnavyofahamu, na hili tunalisema mara nyingi, hii sera ya elimu na mafunzo, tunasema sera ya elimu na mafunzo ya 2014 toleo la 2023, lakini inatosha kuita tu sera ya elimu na mafunzo ambaye alizindua rais wetu. Ina mambo makubwa ya utekelezaji ambayo yanaleta mageuzi makubwa ya elimu, makubwa kupata kutokea tangu miaka ya 60 wakati Mwalimu Nyerere alivyobadilisha mfumo wa elimu, kuondoa ile darasa la 4 kama terminal afu kwenda darasa la 8 na kadhalika, na kuleta swala la elimu ya darasa la 7. Na pengine haya mageuzi ni makubwa zaidi na mazito zaidi kwa sababu idadi ya watu imeongezeka, mahitaji ya elimu ni makubwa, na elimu sasa ni lazima. Wakati ule ikiwa sio universal primary education, sasa hivi elimu ni lazima kwa amri. Kwa mageuzi haya ni mazito zaidi kuyatekeleza kwa sababu hiyo. Mageuzi haya yana mambo makubwa mawili ambayo nitarudia kuyasema. La kwanza, tunaenda kuwa na elimu ya lazima sasa ya miaka 10. Yaani kila mtoto lazima akae shuleni, ukiacha elimu ya awali, akae miaka 10. Na elimu ya awali tunavyokwenda ikaweza kuwa ya lazima, itakuwa elimu ya lazima ya miaka 11. Hilo la kwanza. Na katika mfumo huu wa elimu ya lazima miaka 10, shule ya msingi itakuwa ni miaka 6, na lakini mtoto lazima akae shuleni mpaka kidato cha 4. Sasa hivi elimu ya lazima ni miaka 7 na elimu ya shule ya msingi ni miaka 7. Sasa hivi tunavyokwenda, compulsory education 7 years na elimu ya msingi miaka 7. Tunakoenda kwenye sera, elimu ya lazima miaka 10, shule ya msingi miaka 6. Kwa hiyo sio kwamba ukimaliza miaka 6 unaondoka, unaendelea kusoma kwa amri na lazima mpaka kidato cha 4. Alafu vile vile tumeweka mikondo miwili ya elimu. Kutakuwa na mkondo wa elimu jumla na mkondo wa elimu ya amali. Sasa hili ningependa nilifafanue kinachoendelea sasa hivi. Utekelezaji wa sera na mitaala iliyoboreshwa umefanywa kwa awamu, kwa maksudi. Tulijiuliza kama tungefanya mambo yote kwa wakati mmoja, ingeweza kuwa ni vurugu na matokeo yake watu wangeona labda ni hasara kubwa, wakahisi kwamba tunakoenda siko. Kwa maksudi mazima iliamuliwa mtaala mpya utaanza kutekelezwa, tulivyoanza kutekelezwa 2024, unaanza kutekelezwa kwenye elimu ya awali, darasa la kwanza na darasa la 3. Darasa la pili tulisema wataanza kutekeleza wakiingia darasa la 3. Walikuwa darasa la 4 wako mtaala wa zamani, la 5 mtaala wa zamani, 6 mtaala wa zamani, darasa la 7 mtaala wa zamani. Labda nielezee hapo upande wa sekondari, sio lazima sana nielezee. Manake ni nini? Manake itakapofika mwakani 2027, wale walikuwa darasa la 3 wakaanza na mtaala mpya watamaliza elimu ya msingi wakiwa darasa la 6. Kwa sababu mtaala mpya unasema elimu ya msingi ni miaka 6 na yanayofundishwa darasani kwa elimu ya msingi yanakamilika ukifika darasa la 6. Kwa hiyo watakuwa na hitimu, kutakuwa na mahafali kwenye shule. Lakini walikuwa darasa la 4 walioendelea na mtaala wa zamani, wakaenda la 5 mtaala wa zamani, la 6 mtaala wa zamani, la 7 mtaala wa zamani, na wenyewe watahitimu mwakani 2027. Kwa kila shule ya msingi itakuwa na wahitimu wa aina mbili, rika mbili za wahitimu. Waliko darasa la 6 wanamaliza shule ya msingi, sherehe. Waliko darasa la 7 mwaka huu
wanamaliza shule ya msingi, sherehe. Halafu mwaka 2028 ni lazima wote wasome mpaka kidato cha 4. Maanake ni kwamba kutakuwa na double cohort, rika mbili. Kama wanaomaliza shule ya msingi darasa la 6 wakati huo watakuwa labda 1,500,000 kama tutafanikiwa kuondoa wale wanaoacha shule. Wanaacha shule takriban ni 500,000. Tukiwaondoa, tukihakikisha kwamba wanakaa shuleni mpaka mwisho, watakuwa labda 100,000, 1,500,000, na walioko darasa la 7 1,500,000, tutakuwa na 300,000 ambao inabidi tuende nao. Sasa tunaendelea na mikakati ya kuhakikisha kwamba wote wataenda kusoma mpaka kidato cha 4 kwa utaratibu ambao tutakuja kuutangaza, lakini kazi kubwa inaendelea na mikakati inaendelea. Tunaweza tukashirikisha sekta binafsi na taasisi nyingine za serikali tuende huko. Lakini hiyo double cohort itaisha kwa sababu baada ya hapo shule ya msingi itaishia darasa la 6. Kwa wale wanaomaliza rika mbili, la 6 na la 7 kwa pamoja, wakishaenda kidato cha kwanza, wanaofuata watamaliza darasa la 6, hamna tena darasa la 7. Kwa hiyo tutarudi tena kuwa labda na watoto 1,500,000. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo mpango inaendelea. Tunashirikiana sana vizuri sana na wenzetu wa ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, na mheshimiwa waziri mkuu alikaa na sisi vile vile, alipitia, na tunajua kuna hatua mbalimbali ambazo yeye mwenyewe atazisimamia. Tutasonga mbele. Sasa maana yake nini kubwa zaidi kuliko yote? Maana yake ni kwamba kama ulimsikia rais wetu akisema tutaendelea kujenga madarasa pale bungeni, kwamba tutaongeza ujenzi wa madarasa kwenye hotuba yake ya bungeni, ni kwamba huko tunakoenda ni lazima kila mtoto mahali alipo katika makazi yake aweze kutembea kwa mguu kwenda sekondari. Kwa kuna shule za msingi ambazo itabidi ziongezewe madarasa na walimu ziweze kuwa na kidato cha kwanza, cha pili, cha 3, cha 4. Sasa bahati nzuri wale darasa la 7 wakishaondoka, ile darasa la 7 bado litakuwa wazi, litakuwa halina mtu. Kwa hiyo huenda tunahitaji madarasa mengine 3. Lakini lazima kila mtoto Mtanzania aweze kwenda kwa miguu kutoka nyumbani kwenda sekondari. Upande wa Zanzibar, elimu ya lazima miaka 10 imekuwepo muda wote. Upande wa Kenya, elimu ya lazima sasa hivi inaenda, nadhani sasa hivi miaka 9 inaenda. Kwa hiyo sisi hatuwezi kushindwa kufanya vile. Kwa ile ahadi ya rais wetu kwamba tutajenga madarasa mengi zaidi, yatapangwa, yatajengwa kwa namna ambayo na ajira za walimu na kadhalika zitahakikisha kwamba watoto wanaweza kutembea kwenda shuleni mahali walipo. Shule za mabweni nyingine zinaongezeka, shule za sayansi za wasichana kila mkoa kama mlivyoona, shule za wavulana zinajengwa. Kwa bado kuna watoto wengi watachukuliwa, wataenda katika shule za mabweni, lakini lazima mtoto aliyoko pale shuleni nyumbani, kama itabidi aende sekondari, asomee pale pale nyumbani, aweze kutoka aende kwa miguu. Hilo moja. Hilo napenda kuhakikisha kwamba kazi inafanyika, na tutakuwa tunatoa taarifa ya maendeleo ya kile ambacho kinaendelea, lakini ile ahadi ya rais wetu utaona inafiti vizuri sana na huu mwelekeo. La pili kubwa katika mageuzi, na nimalizie na hili, ni kwamba sasa tunaanza kuwa na mikondo miwili ya elimu, mkondo wa elimu jumla na mkondo wa elimu ya amali. Na hili ngoja nielezee vizuri, kwa sababu kuna watu wanaweza kusema tunaenda kwa kasi ndogo. Ndio, na tunafanya hivyo maksudi. Kama tulivyotekeleza mitaala kwa utaratibu mpaka tunafika 2028 ndio tunaanza kuwa full scale, tumeshatekeleza kwa shule za msingi na tunaenda sekondari. Ujenzi wa shule za amali tunaenda nazo kwa awamu vile vile, kuhakikisha kwamba zikianza zina vifaa vya kutosha na walimu stahiki kwa ajili ya kuwafundisha. Shule ya amali itakuwa inafundisha kitu ambacho kwa kawaida tunaita ufundi na ufundi stadi, kwa kizungu technical and vocational education. Ufundi ni mambo yanaenda kihandisi, more engineering type. Na tulikuwa na shule kama hizo ambazo tumezifufua: Tanga Secondary School, Tanga Technical Secondary School, Moshi Technical Secondary School, Ifunda Technical Secondary School, nadhani Bwiru Technical Secondary School. Tulikuwa nazo 9, tumezifufua. Zile ni shule ambazo mtoto akienda anakaa kwenye karakana, anasoma darasani, au lazima awe mzuri sana kwenye hisabati na sayansi, anafanya kwenye karakana hivyo, mnaona, anaingia darasani anajifunza. Akimaliza shule ya ufundi, tuache kwanza ufundi stadi, shule ya ufundi akimaliza anapata kile cheti cha baraza la mitihani cha kumaliza form 4. Alafu anapata cheti cha NACTVET, watu wanaita cheti cha VETA. Cheti cha NACTVET, umekuwa fundi magari mahiri, unakubalika, unaweza kaajiriwa. Ukishamaliza pale unaweza kaajiriwa moja kwa moja. Na alikuwa ni maelekezo ya rais wetu, mnakumbuka alisema mara nyingi sana.
Hiyo ni shule ya sekondari ya ufundi, technical secondary school. Lakini kuna vocational secondary school, zitakuwepo za michezo, za mziki, za kilimo, za uvuvi na mambo mengine yote ambayo yanaweza kufanyika ya kufundisha ujuzi makazini. Kwa ukimaliza kama ni kilimo, ukimaliza utakuwa ni mtaalamu. Ukiambiwa greenhouse, usishangae kwamba hiyo nyumba lazima iwe rangi ya kijani. Maana yake nini kwenye kilimo na katika mazingira? Kama ni uvuvi, uvuvi gani? Utafundishwa huko masomo ya darasani na mambo kama hayo utamaliza. Hao wote wanaomaliza sekondari za ufundi, tuache kwanza zile za ufundi stadi, sekondari za ufundi, wakimaliza wanaweza kaenda form 5 na form 6 ya kawaida miaka miwili. Lakini tunajenga polytechnics sasa hivi hapa nchini. Tunajenga moja Magu, tutajenga moja Magu, mipango inaendelea Mwanza. Itakuwa kama ile Datek, miaka 3 unamaliza diploma. Ukitoka hapo unaweza kwenda chuo kikuu kusoma engineering, lakini degree ya chuo kikuu itakuwa miaka 3 badala ya miaka 4 ile ambayo watu wa PCM wanaenda kusoma. Tutajenga nyingine Kigoma. Tutajenga nyingine Mtwara. Tunajenga nyingine Morogoro. Tumekamilisha nyingine hapa Dodoma. Tutajenga nyingine Zanzibar. Ya Dodoma inaweza kachukua wanafunzi 1000. Wakija pale wanafundishwa ufundi, technical subjects. Wakimaliza na diploma wanaajirika na kuajiriwa hapo hapo mahali popote. Kwa watakaenda mkondo wa amali ufundi, wakimaliza form 4 wakitaka kwenda, badala ya kwenda form 5 na form 6 wanaweza kwenda college kupata diploma, na baada hapo wanaweza kwenda chuo kikuu. Wengine wakimaliza ile vocational, na vyuo vya kilimo vipo hapa nchini. Uyole kwa mfano, wanaweza kaenda vyuo vya uvuvi, vya mifugo na kadhalika wakaenda. Na wakimaliza kule tayari wanaweza kawa wamekamilika kufanya mambo mengine ambayo wanaweza kufanya. Sasa hizi shule za amali tunaenda nazo zimekuwa taratibu kuliko shule nyingine. Kwa sababu shule ya amali uwekezaji wake ni mkubwa kuliko sekondari za kawaida. Mkondo wa elimu jumla unafundishwa wale unafundishwa darasani. Mambo ya taaluma. Additional mathematics, complex number, mambo kama utajifunza darasani. Na mambo kadhaa ya ujuzi, lakini baadhi kubwa iko mambo ya kitaaluma darasani. Elimu ya amali mambo mengi zaidi ni utendaji. Lakini kuna mambo ya kitaaluma. Sasa haya ya amali spidi yake si kubwa maksudi. Rais wetu alizindua ujenzi wa sekondari za ufundi pale Simiyu. Zinajengwa shule 103. Tutaanza duru nyingine ya kujenga. Sasa hivi kazi kubwa ni kuweka vifaa katika zile shule. Tuhakikishe kwamba zinaweza kuchukua, na zote hizo zinakuwa za mabweni, kwa sababu wale wanafunzi lazima wawe ni wanafunzi waliojipambanua katika mambo ya sayansi ambao wanaweza kwenda kumudu masomo haya ya teknolojia. Tukienda duru ya pili na ya tatu tutaanza kuzalisha wa kutosha. Shule nyingine za kilimo, mnakumbuka tulikuwa na shule ya kilimo ya Kibiti, Kilosa, Ruvu, zilijengwa na Cuba. Sasa hivi tunazirudisha tena katika mkondo ule wa kilimo. Tutakuwa na za uvuvi na kadhalika na kadhalika. Hizo wakimaliza wanaweza kaendelea. Hayo ni mageuzi makubwa sana ya elimu. Sasa ningependa niseme hivi Watanzania wajue kwamba shule za amali hatuendi nazo kwa kasi sana, kwa sababu kamishna wa elimu ana wivu mkubwa sana na vibali vya shule ya amali. Atakukagua, una karakana, lazima iwe na vifaa, kama haina hakupi kibali. Lakini tunafurahi kwamba sekta binafsi tumeona imeanza kuchangamkia fursa na serikali inawekeza. Tutakapofika mahali pazuri tutaenda kwa pamoja. Sasa ndugu zangu, hayo yote ni utekelezaji. Kwa hiyo rais wetu anaposema tutajenga shule nyingine, tutajenga madarasa, ni pamoja na katika na anavyosema kwamba tutatekeleza sera ya elimu na mafunzo. Mambo makubwa ni hayo. Na mimi nasema kati hayo makubwa, moja ni kichuo cha ufundi Dodoma ambacho karibuni kitakuja kuzinduliwa. Nadhani mapema tu, na tushamuomba waziri mkuu aje, tutapanga, atatupa tarehe, atakuja kukizindua. Kinachukua watu 1000. Sidhani kama watu wengi wanajua kwamba tuna chuo kikubwa namna hiyo hapa. Alafu mtaona kule Magu kinajengwa kingine, Kigoma kinajengwa kingine, Mtwara kinajengwa kingine, Morogoro kinajengwa kingine, Zanzibar kinajengwa kingine. Haya ni mambo ambayo yanakwenda, pengine tuna wajibu wa kuyasemea zaidi ili Watanzania wajue kwamba katika swala la elimu kwa kweli chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kama mlivyosikia, yajayo yanafurahisha. Asanteni sana kunisikiliza. Mheshimiwa, asante kwa wasilisho. Sasa tunapokea maswali kutoka kwa waandishi wa habari.
Taomba. Asante Mheshimiwa Waziri wa Elimu Prof. Mimi naitwa Deo Kaji Makomba. Natoka Deutsche Welle na Focus News Tanzania TV1. Cha kwanza ni kupongeze kwa haya uliyozungumza. Sijawahi kupongeza lakini nikupongeze. Moja ya kilio changu mimi nikiongea na wadau wenzangu wa habari na watu wengine, nilikuwa nikijiuliza kwa nini Tanzania hatuna mpango wa kuchukua watoto wadogo na kuwapeleka nje kuwasomesha mambo ya sayansi, baadaye waje walete mabadiliko, tofauti na elimu tuliyosoma sisi ya sayansi ya panzi. Kwa hiyo hilo ni kongole kwa wizara na Mheshimiwa Rais. Lakini swali langu la msingi sasa, mara baada ya kongole, tafiti zinaonyesha kwamba uelewa wa mtoto darasani huwa wa kasi sana anapofundishwa kwa lugha yake mama. Na Tanzania tumekuwa tukisoma kwa lugha ya Kiingereza katika shule za sekondari. Mwanafunzi wa form 1, kwa mimi nilivyosoma kwa age yangu, na wengine watakuwa mashahidi, uelewa wake labda aliyetoka katika shule za msingi wa Kiingereza. Lakini sisi tuliotoka huku za kawaida ilikuwa tunakalili, uelewa unakuja kuanza kuupata form 4. Je, hili limekuwa likizungumzwa mara kwa mara Mheshimiwa Waziri kuhusu lugha ya ufundishaji. Katika mipango yenu hili limefikia wapi kuhakikisha kwamba Watanzania wanafundishwa kwa lugha yao azimu ambayo ni rahisi kuelewa, tofauti na sasa wanavyofundishwa kwa lugha ya Kiingereza, Mheshimiwa Waziri? Asante. Asante Mheshimiwa Waziri. Mimi naitwa Deus Magale kutoka Magale Blog na Tanzanite Gazeti. Mheshimiwa Waziri, kuna baadhi ya shule za msingi na sekondari, pamoja na kusema kwamba elimu ni bure, lakini michango imezidi. Mfano, kuna shule moja mimi nimeshaitembelea moja, kwa na malalamiko sana. Mwanafunzi anatakiwa aende na shilingi 300 ya uji, shilingi 1400 ya mlinzi kila mwezi, 1000 ya chakula. Kila Jumamosi atakiwa aende na 1500. Hii inaitwa ya mitihani, na kila siku 600 kwa ajili ya testi. Sasa kuna malalamiko sana. Ukikosa hiyo hela, mtoto anakula fimbo. Sasa wazazi wanalalamika, aliyekosa ni mtoto hela au ni mzazi? Si hiyo. Mimi naitwa Richard Mwaikenda kutoka CCM Blog na Kamanda Matukio Online TV. Mimi nilikuwa naongezea hapo kwa Deus Magale. Serikali ina utaratibu kwamba shule zikifungwa ni kwa lengo moja, kwanza kuwapumzisha watoto na watoto wasichukie shule. Lakini baadhi ya shule, ni nyingi tu, wanalazimisha wakati wa likizo watoto waende shule. Lakini kitu ambacho wanakipata kule, wale walimu wana mradi wa kusanya hela kama alivyosema hapo mwenzangu, si kwa ajili ya kuwafundisha. Na mara nyingine wanawabana mpaka saa 11 jioni ili wakose kwenda tuition zingine za kawaida huko mitaani. Kwa hiyo na utaratibu huu wanafanya hata siku za kawaida, kwamba watoto wanakaa wengine mpaka saa 11 jioni, na wengine katika kwa mfano jiji la Dar es Salaam wengine wanatoka maeneo ya mbali, kwa watoto wanasumbuka. Je, hili swala la likizo likoje, na wale ambao wanakiuka mnachukulia hatua gani? Profesa, naitwa Mukhtari Ngoma, ni mwakilishi wa shirika la utangazaji Zanzibar ZBC ofisi ya Dodoma. Nianze kukupongeza kwa hatua ambayo imefikiwa, lakini na mimi naomba nimtumie profesa mwenzio anaitwa Al-Amin Mazrui kutoka Kenya. Aliwahi kusema Afrika imezalisha wahitimu wengi wanaojua kujibu mitihani, lakini wachache wanaojua kutatua matatizo ya kijamii. Hatua ambayo umeielezea ni furahi kwamba Tanzania tunaondoka kwenye mtego moja kwa moja. Lakini kwa uliyozungumza kwenye masuala ya teknolojia na mambo kama hayo,
Sasa hivi sayansi na teknolojia inakwenda mbele zaidi kuliko hata sisi tunavyotembea. Na UNESCO ambao pia ni wadau wa elimu wakubwa duniani, wao wanasema ubora wa elimu hauwezi kuzidi ubora wa walimu wake. Swali ni kwamba wakati Tanzania tunakwenda kuboresha mifumo ya elimu kwa kutumia teknolojia na mambo kama hayo, mpango mahususi wa haraka na wa baadaye wa kuhakikisha walimu wetu pia wanakwenda sambamba na mahitaji ya sasa uko vipi? Maana mfano upo, kuna walimu sasa hivi wako wamehitimu miaka 20 iliyopita. Mpango unawakuta wakati wanafundisha. Wizara inatumia mbinu gani kuhakikisha walimu hawa wanakuwa sawa na mifumo ya serikali? Mheshimiwa Waziri, naitwa George Mbara kutoka Azam TV. Naona tabasamu. Unaelewa. Mheshimiwa, naomba tu ufafanuzi katika hilo lilozungumzia la hii mikondo hii teki mbili ambazo tunatarajia kuzipata za darasa la 6 na darasa la 7. Hebu tufafanulie vizuri kwa sababu zitaenda mpaka form 4 kwa mtindo huo. Sasa mipango ikoje? Lakini pia kutakuwa na ombwe tunatarajia la walimu pia, kwa sababu watakuwa ni intake mbili kwa wakati mmoja. Na baada ya kumaliza hiyo miaka 4 watakayoenda pamoja, itakuwaje huko mbele? Mheshimiwa, kwa majina naitwa Joyce Kasiki, ni mwandishi wa habari kutoka gazeti la Majira. Mheshimiwa, nilitaka kufahamu kwamba serikali ina mpango gani wa kuifanya elimu ya awali kuwa elimu ya lazima. Lakini pia nilitaka kufahamu kuhusiana na uwepo wa madarasa yanayozungumza. Kumekuwa na, ninafahamu kwamba kuna miradi ya boost, lakini pia na kumekuwa na mradi wa boost na mradi mwingine nimeusahau, ambayo inatekeleza ujenzi wa madarasa yanayozungumza kwa ajili ya kuboresha ujifunzaji wa watoto wadogo. Sasa, lakini pia yapo mashirika mengine yasiyo ya kiserikali yamekuwa yakifanya hivyo na kutoa elimu kwa walimu wa madarasa ya awali ili kuwajengea uwezo wa kutengeneza yale madarasa kwa kutumia gharama kidogo au zana zinazopatikana katika mazingira yanayowazunguka kama chupa au vifuniko vya chupa au mabunzi au visoda vya chupa za soda. Mpango upi sasa ambao serikali unao wa kuhakikisha madarasa ya watoto wa elimu ya awali yanakuwa yote yanazungumza ili kuwawezesha kwanza watoto kupenda shule, lakini pia kujifunza kwa urahisi? Kitu kingine ambacho nilitaka kufahamu ni hatua zipi sasa ambazo pia serikali zinachukua kuhakikisha kwamba walimu na walezi wa watoto wanakuwa na elimu ya malezi ya awali ya watoto. Asante. Mheshimiwa, naitwa Juliet Yustad, natokea Ngasa TV. Swali langu tu ni pale kwenye elimu ya awali. Tumeangalia katika shule za watu binafsi zimekuwa ni elimu ya awali unakuta wanaanza kuna baby class, pre-unit, afu na kwenda miaka 3. Tofauti na shule zetu za kawaida ambapo unakuta hao anaanza na miaka 3 anaenda. Lakini hao wanakuja kuingia kule wakiwa na miaka 5, anaanza awali 6 anaingia darasa la kwanza. Wale hao wana soma kama miaka 3 wanaanza kwa kucheza, kuandika, kuchora mpaka huko juu. Je, unadhani wataweza kwenda sawa nao wanaanza kwa mwaka mmoja na wa miaka 3? Na je, serikali imejipanga vipi ili kuhakikisha wote wanakuwa katika level moja? Maana hataki kuachwa mtoto yoyote. Mheshimiwa, karibu, unaweza kuendelea na majibu. Okay, asante sana. Tuanzie wapi? Deutsche Welle. Kwanza nakushukuru sana kwa kauli yako. Swala la lugha, kwa nini sekondari tunatumia Kiingereza? Na utafiti unaonyesha kwamba ukitumia lugha mama unakuwa na uelewa mzuri zaidi. Sasa kama nilivyosema, mageuzi haya tunajitahidi tusiyafanye kwa mshtuko mkubwa. Ni masuala yanahusu kizazi.
Kwa hiyo kitu ambacho tumejitahidi sana ni kwenda incrementally katika baadhi ya vitu, progressive. Na ndio maana unaona hata utekelezaji wa mitaala umeenda taratibu. Sera sasa inasema hivi: unaweza ukaanzisha shule ya sekondari ukafundisha masomo yote kwa Kiswahili ukiacha somo la Kiingereza. Maana unaweza ukaanzisha mpaka chuo kikuu ukafundisha masomo yote kwa Kiswahili unless kama ni swala lugha ambayo ni Kiingereza. Ila ukitaka kufanya hivyo unaomba kibali, unakaguliwa, tuone kweli kwamba una uwezo wa kudeliver Kiswahili. Kwa hiyo swala la kufundisha Kiswahili throughout halijakatazwa. Sasa hivi limefunguliwa rasmi kwenye sera. Kama ambavyo unaweza ukaanzisha shule ya msingi ukafundisha kwa Kiingereza isipokuwa somo la Kiswahili. Na hapo ukitaka kufanya vile unavyoita English medium, unaomba kibali, unakaguliwa kama umekidhi mahitaji. Kwa hatua hii ya kwanza tumefungua uwezekano wa kuja kuwa na shule ambazo zinatumia lugha ya Kiswahili kwenda mbele. Na wakati naelezea mambo ya mitaala mwezi Disemba, wakati naongea na wenzenu, sijui ndio nyie kule Dar es Salaam, kuna mmoja anasema kwa nini msianzishe model school? Mjaribu sasa kufundisha Kiswahili tuone matokeo yake. Hilo swala tulipokea. Pengine labda serikali inaweza ika show the way kwamba sekondari hii tutafundisha Kiswahili tu, fizikia, biolojia, kemia, alafu tuangalie tunavyokwenda tunafika wapi. Lakini kimsingi ni kwamba sera sasa haijakataza Kiswahili kuwa medium of instruction kwa sekondari kwenda juu. Kama ambavyo sasa hivi utekelezaji wake haujakataza kutumia English medium of instruction kwa elimu ya msingi na elimu ya awali. Lakini pamoja na yote hayo, ni vizuri tueleze kwamba kuna mtizamo na msukumo mpya kuhusu mambo ya lugha katika mabadiliko ya elimu mkubwa. Kwa mfano, Kiingereza sasa kwenye mtaala mpya kinafundishwa kuanzia darasa la kwanza. Na utakwenda nalo mpaka umalize shule ya msingi, darasa la 6. Ilikuwa unaanza ngapi, darasa la 4 au la 3? La 3. Kwa sasa hivi unaanza darasa la kwanza. Lakini jinsi ya kufundisha Kiingereza, na of course lugha nyingine zitakuwepo kama option. Kama mtoto anataka kuchukua lugha ya ziada kwa hiari yake, tuna Kiarabu, Kichina na Kifaransa. Kama shule ina mwalimu na wanafunzi wanataka kusoma, hizo lugha unaweza kuzifundisha na watoto katika umri ule wanaweza kashika lugha nyingi tu kama wakipata kufundishwa vizuri. Lakini kwenye Kiingereza sasa hivi sijui nitumie maneno gani, maana mimi nimekaa wakati tunatengeneza mambo nilikuwa nakaa nasikiliza. Sasa mimi inabidi nieleze sasa kwa lugha ambayo ni rahisi. Kwamba Kiingereza kitafundishwa zaidi kimawasiliano kuliko kikanuni, labda niseme hivyo. Kwamba muda mrefu mtoto anapoanza kujifunza Kiingereza au anaanza kufundisha past tense, future tense, present participle tense na vitu kama vile, wakati mwingine anakuwa bored. Anakuwa mzito, yani unaenda sana kwenye kanuni ambazo ni muhimu, lakini ukishindilia sana kanuni humpi ile raha ya kujaribu kuongea. Mimi nadhani maybe nafsi wakati najifunza Kiingereza nasoma, tulikuwa tunaenda kwa izima library, public library, unachukua kitabu cha hadithi za sungura ya Kiingereza, unachukua na kamusi, unasoma alafu unajaribu kutafsiri. You find the story enjoyable, inafurahisha wakati huo unajifunza lugha. Kwa hiyo lugha sasa hivi hasa kwa mwanzoni itafundishwa kimawasiliano. Na wataalamu wanasema kwani ukienda sasa hivi Masaini ukakaa na Wamasai miaka 3, hata kabla hujajifunza kanuni utaanza kujikuta unaongea Kimasai. Ukaenda Usukumani kadhalika. Hata kama mtu anza kuambia bwana kama ni past tense utaenda hivi, plural inaenda hivi, nini, unaanza mawasiliano alafu unaendelea kuconsolidate. Kwa hiyo ndio approach ambayo itatumika sasa hivi na tutakuwa tuna monitor tuangalie inaenda vipi. Lakini jingine, kuna vyuo vyetu vya walimu tunaviconvert. Kimoja ambacho najua sasa hivi tumefikia mahali ambapo uamuzi utafika ni Marangu. Marangu ilikuwa na maabara ya lugha. Chuo cha walimu Marangu. Nilivyoenda pale kutembelea wananiambia tunaomba maabara sijui ya sayansi, nikamwambia mbona maabara ya lugha imeporomoka haifanyi kazi? Kwa sisi tunaongea na wadau wengine wanafundisha lugha. Ndugu zetu wa China tuleteni maabara wajifunze Kichina kwa sababu tunahitaji walimu watakafundisha Kichina. Wa Faransa labda, Waarabu na kadhalika.
ili pale pawe ni sehemu ya kufundisha walimu wa lugha. Na tutakuwa na vyuo vingine vya walimu kama hivyo. Na vyuo hivyo vya walimu tunaweza tukaongeza na ka element ka utalii. Ukisomea pale, ukihitimu unaweza kaingia tu kwenye ukalimani kwa sababu utakuwa umechukua lugha nyingi. Unaweza kaingia kwenye mambo ya utalii na unaweza kaja ukafundisha. Kwa hiyo inakupanulia fursa zako za kazi. Lakini cha muhimu ni kwamba kuwe na ufundishaji makini zaidi wa lugha, ili ukitoka pale uwe na umakini mkubwa zaidi wa kufundisha. Kwa hilo linafanyika. Mjadala kuhusu kureorganize vyuo vya walimu unaendelea. Baadaye tutakuja kutoa taarifa, lakini mojawapo ambacho na uhakika Butimba tumesema itakuwa ni mambo ya michezo na sanaa, michezo na sanaa. Alafu Marangu hivyo, na waende wao attach na university moja, waende kuanzia diploma kwa sababu baadaye tumeface out certificate, waende diploma mpaka degree kwa kuwa attach na university nyingine. Kwa swala la lugha kwa kweli ni uwekezaji, na ni uwekezaji ambao lazima uendelee. Na uwekezaji huu kwa wale wanaofundisha ni muhimu sana kuwa na maabara ili kujua namna kupronounce. Kwa Kiswahili chenyewe kidogo tuna changamoto bado. Yaani siku hizi quite common mtu akisema reli anasema leli. Na hakuna mtu anaona kama kuna shida. Tena reli anaweza akasema leri. Kwa hiyo anyway, hilo tunaenda nalo hivyo. Kwenye swala Deus, shule michango. Jamani, serikali inatoa elimu bila ada. Na maana yake ni kwamba ni marufuku mtoto kurudishwa nyumbani kwa sababu ya michango. Kadhalika ni marufuku kumwadhibu mtoto kwa sababu ya michango. Ni elimu bila ada ili watoto wote waende shule. Huwezi kumrudisha mtoto nyumbani kwa sababu kuna mchango mwingine umekubaliwa labda na serikali ya kijiji, umekubaliwa na jamii pale, mzazi hajalipa, kuna namna nyingine ya kumshughulikia yule mzazi. Sio kumnyima mtoto fursa ya kwenda shule. Na kwa sababu nazungumza hapa nadhani nasikika, wakurugenzi wote naomba wakumbuke hilo, walifuatilia. Maki sisi tunapataga taarifa shule moja moja, tunafuatilia. Lakini niliseme ni marufuku kumrudisha mtoto nyumbani kwa sababu ya michango. Kwa sababu ni shule bila, ni elimu bila ada. Lakini kunaweza kuwa na michango, kwa mfano ya chakula. Na jamii na wazazi wamekubali wachange, mzazi ana wajibu wa kuchanga kwa sababu mtoto akaa nyumbani anatakiwa ale, kwa shuleni atakula. Kama mzazi hajachanga, kuna namna nyingine ya kumshughulikia yule mzazi na sio mwanafunzi. Na kama kwa mfano mamlaka ya pale kijijini na kadhalika imeweka utaratibu fulani, labda mlinzi, hilo ni kama kufanya ile kazi ya msaragambo inaitwa kwenda kulipa. Usipoenda unachukuliwa hatua, lakini asiguswe mwanafunzi. Na michango mingine kweli sehemu nyingine tumeletewa, na kama ulivyosema tukipata tunauliza, tunapigia mkurugenzi, mbona hapa tunasikia wanachanga hiki, wanachanga hiki, michango imekuwa mingi. Baadhi ya maeneo wazazi wenyewe wanasema tuchange labda tu watoto wafanye mitihani na kadhalika. Lakini usimrudishe mtoto nyumbani eti wewe hujachanga au unamchapa, haitatusaidia. Sijui nitalisema mara ngapi hili. Lakini nadhani inasikika na nadhani viongozi wote katika level zote watakuwa wanalifuatilia. Lakini haina maana mzazi mchango wa chakula eti ukatae kuchanga. Kwamba ni elimu bila ada, kwa mtoto wako anaenda shuleni, mnatakiwa mtoe mchango, labda mchangie mahindi, mchangie nini, ukatae. Utachangia, na usipochangia kuna hatua za kuchukulia wewe mzazi na sio mwanafunzi. Richard Mwekenda, shule zinafungwa watoto waende nyumbani. Kamishna wa elimu anatoaga kalenda ya kufundisha ambayo ni wajibu kuizingatia. Kunaweza kukawa na changamoto kidogo hapa na pale, kwamba kulikuwa na uhaba wa walimu. Naona rais wetu anaongeza walimu, tunawaajiri 7,000 sasa hivi, mnajua tutakwenda na tunaamini tutakuja kumalizana na hilo, na tunatumia teknolojia vile vile. Lakini kweli kukawa na uhaba mahali fulani, wakasema wanafunzi wa darasa fulani hawa wakae kidogo kwa sababu tujazilizie. Hilo tunalielewa, ni katika kujaribu kupambana na changamoto iliyo mbele yetu. Lakini kwa shule binafsi labda niseme, ambao wakati wa kutangaza kuhakikisha kwamba unapeleka watoto wako shule, inakuambia shule hii ni nzuri, ina walimu wa kutosha kabisa. Halafu wakati wa kufunga shule unakataa mtoto asiende nyumbani. Swali ni je, kweli una walimu wa kutosha au unawakaririsha wanafunzi? Wewe unawaambia mzazi njoo lipa ada, nina walimu wa kutosha. Na wazazi wanakimbilia.
Najua shule moja ambayo inafanyaga hivyo, na tumejaribu kuambia na itabidi waache tu kwa sababu ile rungu lipo na sisi hatutaki sana kulitumia. Na wale ambao hawafungi shule, wakati mwingine mtoto akifaulu akija huku juu ukimwona hapa perform vizuri sana. So namsomesha under pressure kama kukariri tu. Ni vizuri wewe una walimu wa kutosha, zingatia ile kalenda, watoto waende wakafanya mambo mengine kidogo, alafu warudi kuja kusoma. Kwa lazimisha kukaa pale sio. Na kama kweli umewaambia wazazi kwamba una walimu wa kutosha, halafu wakati wa kufunga shule unasema hapana, tunaendelea kusoma, hukuambia wazazi ukweli, uliwadanganya. Kwa hiyo ni wito wetu tuzingatie ile kalenda. Pale penye changamoto, hasa shule za umma, inaeleweka kwamba jamani, hapa tulipata shida, labda tulimpoteza mwalimu hapa wa hisabati, hatukupata replacement, sasa tumepata mtu au tuna mtu anakuja kusaidia. Hilo linaeleweka na wazazi wanaelewa. Labda niongeze vile vile, wazazi wakati mwingine na wenyewe wanakaa nakubaliana na watoto wasiende nyumbani. Na wito kwa wazazi, kwenda nyumbani muhimu sana, kubadilisha mazingira. Zile kalenda zimeundwa kwa sababu wataalamu wa elimu wanasema katika baada ya kipindi fulani take a break, fanya kitu kingine. Kijiji nenda kashike jembe kalime, na wazazi kachunge kidogo, fanya shughuli nyingine kidogo katika nyumbani, afu utarudi kwa fresh zaidi kwenda kusoma. Kwa hilo ni labda ndio hilo muhimu sana la kulizungumzia na naomba lieleweke. Kwa hiyo shule ambayo ina walimu wa kutosha, jamani, hakuna sababu ya kufanya vile. Tunaumiza watoto, alafu vile vile tusiwafundishe kwa kukariri. Kama una walimu wa kutosha basi kila siku unakaririsha tu. Wakati mwingine unaweza wakashindwa kukacha hapo vizuri. Ngoma Al-Mazrui, elimu yetu haitoi utatuzi wa changamoto tulizo nazo. Hili ni pana, labda nikitaka kulizungumza nitazungumza kwa muda mrefu sana. Lakini ngoja niseme kitu kimoja kabla sijajaribu kujibu. Kwamba bado tunajaribu kadri iwezekanavyo kubadilisha elimu iweze kukidhi mahitaji yetu. Lakini kwa wakati wa kusoma kuna vitu unavyovisoma wewe huoni umuhimu wake sasa hivi. Ukienda mbele zaidi kusoma ndio unakuta application zake. Na usipoanza kufundishwa sasa hivi huko sekondari, huko mbele utashindwa kukacha hapo. Wengine hapa mtakuwa mmesoma complex number. Ile namba ukiandika 7 unaweka i mbele yake. Unamaliza fufu umefanya addition mathematics, ukitoka unaanza hii nilisoma ya nini? Uone sababu. Lakini mbele ya safari ina matumizi, kwa unapewa ule msingi unaweza kaendelea. Nimesikia baadhi ya watu, mtu mmoja rafiki yangu alikuja akaniambia, hii nchi bwana wasomi ndio wameharibu nchi. Kaambia bila wasomi tungeenda vizuri sio? Kabisa. Kaambia kweli Hasa next time unapopanda ndege, hakisha rubani hajasoma chochote. Labda ndio utafika salama. Kwa sababu wakati mwingine tuna take for granted kwa sababu hatuoni. Au nyumba kama inapojengwa, mpe fundi ambaye hajasoma chochote kama haitakuangukia paa lako. Au mwanao mgonjwa, tafuta daktari ambaye hajasoma chochote. Kwa si kweli kwamba wasomi hawatusaidii. Lakini katika elimu kuna hayo mambo mengine ambayo ni foundation, hatuwezi kuyaondoa moja kwa moja. Lakini kama tulivyosema sasa hivi tunaongeza relevance kwa ajili hiyo, ukisoma hata kama huendelei unaweza kaacha. Baadhi ya mambo mengine, kwa mfano mathematics, kulifika mahali watu wapende kusoma shahada za hesabu, wanasema tunaenda wapi? Leo akiliunde hisabati inahitajika. Sasa ambao hakudharau hisabati wanaenda kwa kasi kubwa sana. Kwa hiyo ni kweli alichosema Al-Mazrui ni kwamba elimu yetu isiwe tu theoretical tu basi, hapana. Lakini it can be quite as practical as it can get. Lakini tusije tukasahau kwamba kuna vitu vingine lazima uanze kujengea foundation. Hivi usiposoma vector sijui kwenye huku na kusoma secondary simultaneous system solution na vitu kama vile, huko mbeleni unaweza kukopa ukienda kusoma. Kwa hivyo hivi vingine na venyewe vinakuepo, wakati mwingine unamaliza pale ulipomalizia unaona sio relevant kwa sababu hukufikia kile kiwango. Lakini tusipokuanzia hapa, wale kama hao tunawapeleka Afrika Kusini sasa hivi. Niliwauliza kijana mmoja, binti mmoja, nikamwambia wewe ukienda kule ukuta wenzako wana uwezo kuliko wewe utafanya. Anasema haiwezekani. Mimi nina uwezo. Anajiamini. Anajiamini kwa sababu kuna uwekezaji wale ambao wamejifunza hapa. Kwa hiyo it's a matter of balance. Ni a matter of balance. Lakini elimu ujuzi kwa kweli ndio mpango mzima. Ubora wa elimu hauwezi kuzidi ubora wa walimu. Hiyo ni kweli kabisa, ingawaje kuna baadhi ya watu waliwazidi walimu wao baadaye kina Einstein huko na kadhalika. Lakini
Kazi ya kuwekeza kwa walimu sasa hivi serikali ni kubwa sana. Kwanza, aina ya walimu, utaratibu wa mafunzo umebadilishwa sana, na mafunzo ya kudumu, mafunzo endelevu, elimu bila ukomo kwa walimu. Sidhani kama kuna kada nyingine itakuwa inarudi darasani na kusoma na kubadilishana mawazo kama tunaofanya kwa walimu sasa hivi. Tunatenga budget kila mwaka. Walimu wa hisabati wakati mwingine wanakutana kwenye kongamano, wanajadili. Kila anabadilishana uzoefu. Mimi ninafundisha hesabu, naona wanaelewa vizuri zaidi. Teachers resource centers zinafufuliwa zifanye kazi, waweze kubadilishana ujuzi ili waweze kuendelea. Na ile paka wamepewa vishikwambi vinaweza kuwasaidia na bando, nadhani ni Airtel kama sikose. Airtel na Vodacom kwamba wanapewa bando unaweza kufanya kule na kadhalika. Kwa swala la kuendeleza walimu la kudumu, sio kwamba maliza shuleni waendelee, lakini hawa watakuwa wanaendelea kubadilishana mawazo na kuwa pamoja, na hilo halitakoma, litaendelea. Na hata hivi ile KKK tuliokuwa rais wetu alizindua juzi, kazi kubwa itarudi tena, tunarudi kwa walimu, tunakaa nao, utaratibu wa kufundisha, kuanzisha vifaa na kadhalika. Ni elimu bila ukomo. Mnaita umewaka. George Mbara double coat ikoje? Nilisema tutatoa maelezo zaidi, lakini maana yake nini? Ile double coat itakuwa ni one shot. Yaani 2028 tutakuwa na darasa la 6 na la 7 wanaenda form 1. Baada hapo akienda form 2, watakaoingia form 1 ni wale walimaliza darasa la 6 tu. Hakutakuwa na darasa la 7. Kwa hiyo itarudi kwenye ile namba ya kawaida. Form 2 akienda form 3, hiyo itakuwa double coat, form 2 itakuwa ni single coat. Wakienda form 4 wakimaliza, huku tumeshaisha. Sasa George anauliza baada hapo itakuwaje? Kwanza la muhimu ni jinsi ambavyo tumepania, kwa sababu uamuzi ungeweza kusema kwamba jamani, walioko darasa la 7 watachaguliwa kulingana na nafasi kuendelea kidato cha kwanza. Sisi tumesema madhali tumeshasema wote wataenda miaka 10, we can do. There are a lot of things. Kuna maveta yetu. Sijasema ndivyo utakafanya. Unaweza kusema veta kwa wakati watachukua kohoti moja, watakaa pale. Kama unaingia form 1, utakaa hapo utasoma form 2, form 3, form 4. Hamna haja kuingia wengine pale ukasoma. Kuna FDC tunazo. Kuna private sector tunaweza tukafanya arrangement na kadhalika na kadhalika. Tunayo document kubwa sana tunafanyia kazi. Nisingependa tuliseme mapema sana, lakini tunajipanga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tuna double coat. Ni kweli kunaweza kuwa na bottleneck kwenda mbele. Sasa mna apply chuo kikuu, mko double coat, nafasi zinatosha, ushindani utakuwepo. Kwa hiyo inabidi ufanye kwa bidii zaidi. Maisha wakati mwingine yako hivyo. Kwa hiyo tunakwenda hivyo. Kwa hiyo ina maana kusoma kwa bidii kutakusaidia. Joyce, mpango gani elimu ya awali iwe elimu ya lazima? Ile tulijadiliwa kwa muda mrefu sana kwenye sera. Lakini tukasema kwenye sera tumetamka elimu ya awali ni muhimu, kwa sababu ukisema ni lazima uwe umeshakamilisha miundombinu maeneo yote. Ni muhimu, lakini lazima uko mbeleni iwe ni elimu ya lazima. Sasa elimu ya awali unakuwa na watu ambao kwa umri wao hawezi kutembea umbali mrefu. Na ndio maana sababu mojawapo ya kuwa na zile shule shikizi, kwamba shule ya msingi iko mbali kidogo, mtoto wa darasa la 6 labda anaweza katembea darasa la 5, unakwenda paka kule itakuwa shida, basi kunakuwa na tawi la ile shule inaitwa shule shikizi. Anasomea karibu zaidi na maeneo yake ya kusoma. Kwa kazi kubwa ni kuhakikisha kwamba shule zote na maeneo yote tuna maeneo ya elimu ya awali, ambao kwa kweli rais wetu ni champion duniani wa elimu ya awali, alafu tunaweza tukatamka rasmi kwamba ni elimu ya lazima. Sasa kabla ya hapo ipo daycare zipo kwa ajili ya watoto, wengine wanaenda kazini, baba na mama, watoto wanaenda kula, wanaenda miaka 2, 3, 4. Lakini sisi tunaanzia elimu ya awali miaka 5. Daycare zipo, zinasajiliwa, lakini hizo sasa hivi naomba nisizisemee kwa sababu nayo ni kitu kingine. Na walimu wa elimu ya awali siku hizi kuna shule watu wanasomea degree kabisa, diploma nadhani. Wanasomea diploma kwa ajili ya elimu ya awali. Nadhani nimemaliza. Labda Joyce kuna kitu umeuliza, lakini naweza nikakifafanua zaidi kidogo. Pengine nyinyi wenzetu hamkupata fursa ya kuja wakati rais wetu anazindua mpango mkakati wa kisayansi wa KKK. Umezungumzia gharama, ujenzi wa gharama ndogo. Ni jambo moja na muhimu, lakini na nyenzo za kufundishia. Kuna kitu kinachoitwa Montessori. Sasa ukiangalia ile mpango wa KKK, namna ya kufundisha ile watoto wao kama wanacheza tu. Yaani wanaenjoy, wanacheza, lakini wanajifunza. Kama ni herufi, inakuwa kama ni mchezo, lakini wanajifunza.
vile vifaa vyote vya kufanya kazi hiyo vinaweza kutengenezwa mahali popote kwa vitu vinavyopatikana maeneo hayo. Maboksi yanapatikana na vitu vingine. Kwa hiyo ukiangalia ile maonyesho, vile vitu kiviangalia vimeokotwa kabisa, vimetengenezwa, vimesafishwa kidogo, vinatumika. Na huo ndio utakuwa mwelekeo, kwa sababu we can access all of them. Tunaweza tukavimaliza vyote tukavipata. Kwa hiyo nadhani kwenye hilo nimemaliza jamani. Kazi na utu. Asanteni. Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, waandishi wa habari, tumefikia mwisho wa mkutano wetu wa leo. Tunawashukuru sana kwa kufika waandishi, tunawashukuru sana na niwatakie mchana mwema.